Hujambo na karibu kwa mara nyingine mtazamaji wa Meya Mswahili katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi naitwa Meya. Kituo cha television cha serikali ya Iran kimechapisha tangazo la tahadhari linalosema kuwa hakuna ujumbe wowote kutoka Iran utakao kwenda Islamabad hadi mpaka sasa. Wasiwasi unazidi kuongezeka kwamba huenda kutokwenda kwa Iran katika mazungumzo na Marekani kutasababisha kutokea kwa vita, na hakuna uhakika wa kuendelea kwa mazungumzo ya Marekani na Iran hadi sasa. Uwezekano wa duru la pili ya mazungumzo yanaonyesha kuwa vita ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran huko mashakani, wakati Tehran ikisema hakukuwa na ujumbe uliokwenda Islamabad kukutana na wajumbe wa Washington. Tangazo hili lililopelekwa kwa wasiwasi mkubwa kwamba huenda linamaanisha kumalizika kipindi cha kusitisha mapigano bila makubaliano, na hivyo vita vilikuwa vinarejea upya. Hakukuwa na tamko rasmi kutoka kwa serikali ya Iran linalozungumzia uwepo wake mjini Islamabad, ambapo kumekuwa na matayarisho ya kiwango cha juu kwa ajili ya duru mpya ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Marekani kwa upande wake ilisema kwamba ingemtuma tena makamu wa rais JD Vance kuongoza ujumbe wake katika mazungumzo hayo. Tehran haijasema nani hata kama watakwenda, itamtumia nani na kiongozi gani wa timu yake ambayo mara ya kwanza ilikuwa chini ya spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, mmojawapo wa wanasiasa wenye nguvu sana katika taifa hilo. Usalama wa nishati bado upo katika hali mbaya. Masoko ya hisa yalitikisika tena siku ya leo asubuhi, licha ya kuwa rais wa Marekani Donald Trump, ambapo mnamo jana Aprili 20 utawala wake ungefanikisha makubaliano bora kabisa kati ya Iran na wao, kwamba kwenye historia ikidai yangeshinda hata yale yaliyofikiwa na utawala Barack Obama yanayowezesha mkataba wa nyuklia. Hata hivyo, mkuu wa shirika la nishati ulimwenguni aliambia kituo cha France Interradio kwamba mahojiano ya asubuhi ya leo kwamba usalama wa nishati upo kwenye hali mbaya kabisa kutokana na vita hivyo. Alisema kwamba kwa hakika mgogoro huu ni mbaya kabisa kwenye historia kwenye usalama wa nishati duniani. Tayari tatizo lishakuwa kubwa kutokana na mgogoro wa Urusi na Ukraine, na sasa limepindukia hali ya miaka 1973 na 2022, alisema kiongozi huyo. Licha ya kutokuwepo kwa mjadala wa wazi juu ya namna Tehran ilivyopaswa kurejea kwenye mazungumzo hayo, shirika la habari la Reuters lilisema kuwa shinikizo kubwa kutoka kwake wenye msimamo mikali wanaopinga kabisa kuendelea na mazungumzo hayo, hasa baada ya Marekani kushambulia meli za Iran kwa kisingizio cha kudumaza mazingira wa baharini iliyotoweka. Wito wa kupitia mitandao ya kijamii ambao Reuters iliona ulikuwa unamtaka kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei kutoa tamko la wazi la endapo anaunga mkono ama anapinga kuendelea na mazungumzo haya. Lakini mchana wa Ijumaa, kiongozi huyo hakuwa ametoa kauli yoyote kuhusu hilo wala kuonekana hadharani tangu vita zilipoanzishwa na Israel na Marekani mnamo Februari 28 baada ya kuuawa kwa baba yake, naye akasema kwamba amejeruhiwa vibaya. Pande zote kwenye mgogoro huu, Marekani na Israel kwa upande mmoja wa Iran na upande mwingine, zinaonyesha utayari wa kurejea vita muda wowote kutoka hivi sasa. Iran imesema kwamba wakati huu haiwezi kukubaliana na kauli za rais wa Marekani Donald Trump ambazo wanasema kwamba ni za hadani na za uongo, ambapo anarejelea kipindi kilichopita, kwani hata mwaka uliopita katika kipindi cha mwezi Juni, Marekani ikiwa katikati ya mazungumzo na Iran waliamua kuingia vitani dhidi ya jamhuri hiyo bila sababu za msingi. Lakini mwisho wa siku vita hivyo vya siku 12 vilisitishwa. Hilo ndilo ambalo wakati huu Iran inaliona kwamba ni kipindi cha mwezi Februari kulikuwa na mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendelea. Lakini bila kutarajia, Iran ilishambuliwa hadi kuuliwa kwa viongozi wake wa kijeshi pamoja na wa kisiasa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusii usisahau kulike, comment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana zaidi kupitia Meya Mswahili.
Mimi ni Meya na hii ni Meya Mswahili.